إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ndugu Islam, bado tuendelea na khutba zetu kuhusiana na utukufu wa Ijumaa na adabu zake. Ndugu Islam, Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah katika Zad Al-Ma'ad asema al-khasatu athalitha, adabu ya tatu na sunna ya tatu katika sunan za Ijumaa, asema wa hiya salatul jumu'ati allati hiya min akadi furud al-islam wa min a'zami majami' al-muslimin wa hiya a'zamu min kulli majma'in yajtami'una fihi wa afradhuhu siwa yawmi Arafah. Asema adabu ya tatu katika adabu za Ijumaa ni hii swala ya Ijumaa, swala ambayo kwamba ni katika zile faradhi zilizokokotezwa zaidi katika Uislamu. Wa min a'zami majami' al-muslimin, na ni katika yale mijumuiko mikubwa ya Waislamu. Wa hiya a'zamu min kulli majma'in yajtami'una fihi wa afradhuhu siwa yawmi Arafah. Na swala ya Ijumaa ni katika yale mikusanyiko mikubwa ambayo kwamba Waislamu wanajumuika ndani yake, na yale mikusanyiko ya lazima mkubwa kama ilivyo mkusanyiko wa Yaum Arafa. Kwa hivyo ndugu Islam, swala ya Ijumaa ni katika mambo ambayo kwamba yamekokotezwa zaidi katika Uislamu, katika mjumuiko mkubwa katika mijumuiko ya Kiislamu. Baada ya mjumuiko wa Arafa ni mjumuiko ambao kwamba Uislamu wanajumuika ndani ya siku ya Ijumaa kwa ajili ya kuhudhuria swala yake na pia vile vile kuhudhuria khutba ya siku ya Ijumaa. Ndugu Islam, kidogo tukielezea tarehe ya swala ya Ijumaa, na tarehe yake kwa kifupi taidhibiti katika nukta 4. Nukta ya kwanza, mata shuri'at salatul jumu'ah, ni lini iliwekwa hii swala ya Ijumaa. Na nukta ya pili pia tutataja awalu salati aljumu'ah fi alislam, swala ya kwanza ya Ijumaa katika Uislamu. Kadhalika pia Ijumaa ya kwanza ya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, swala ya kwanza ya Ijumaa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ndani ya Madina, na swala ya kwanza ya Ijumaa nje ya Madina. Tukianza na nukta ya kwanza, Sheikhul Islam rahimahullah asema kuwa shuri'at salatul jumu'ah bi Makkah. Hii swala ya Ijumaa iliwekwa tangu katika mji wa Makkah. Kwa hivyo ni swala ambayo kwamba ipo katika mji wa Makkah, iliwekwa katika mji wa Makkah kama alivyoelezea Sheikhul Islam rahimahullah katika vitabu vyake. Kwa hivyo historia ya swala ya siku ya Ijumaa, salatul jumu'ah, ni swala ambayo kwamba imewekwa tangu katika mji wa Makkah na haikuswaliwa ndani yake. Wanachuoni wataja sababu
kwa nini waislamu hawakuweza kuisimamisha swala ya Ijumaa katika mji mtukufu wa Makka. Kumetajwa sababu takriban 2. Sababu ya kwanza wasema ni kukosekana ile idadi ambayo kwamba inapopatikana idadi kama hiyo jamaa ya swala ya Ijumaa inasimama. Kuna baadhi ya wanachuoni wasema kuwa swala ya Ijumaa jamaa yake ina idadi maalumu, na idadi yenyewe ni takriban watu 40. Asa swala ya Ijumaa haikuswaliwa katika mji wa Makka japo ilikuwa, na hii ndio sababu ile idadi ya jamaa ya Ijumaa haikupatikaniwa, ambaye kwamba ni watu 40 kwa kauli ya baadhi ya wanachuoni. Sababu ya pili wanataja, wasema katika adabu ya swala ya Ijumaa na jambo la swala ya Ijumaa ni swala ya Ijumaa kudhihirishwa na kuwekwa wazi kwa ajili ya kuonesha nguvu ya Uislamu na wengi wa Uislamu na umoja wa Uislamu. Na jambo hili Makka lilishindikana, maana Makka dawa ilikuwa ni dawa ya kujificha mwanzo wa Uislamu. Kwa hivyo hii ndio sababu swala ya Ijumaa na khutba ya Ijumaa haikusimamishwa katika mji wa Makka. Sababu ya kwanza ni uchache wa Uislamu, ule uchache wa kusimama Ijumaa na swala yake. Na sababu ya pili wanataja, wasema kuwa kawaida ya Ijumaa na sunna katika swala ya Ijumaa na khutba yake ni kudhihirishwa, idhihiri. Na ili jambo lilikuwa ni jambo ambalo kwamba haliwezekani katika mji wa Makka, maana mji wa Makka dawa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ilianza kwa siri. Kwa hivyo hawakuweza kudhihirisha Ijumaa swala yake na khutba yake. Hii nukta ya kwanza. Nukta ya pili, mata furidhat salatul jumu'ah, ni wakati gani ilifaradhishwa sala ya Ijumaa, kufaradhishwa swala ya Ijumaa. Wanasema wanachuoni kuwa furidhat salatul jumu'ah bil Madina, mara ya kwanza kufaradhishwa swala ya Ijumaa ilifaradhishwa katika mji mtukufu wa Madina baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kufanya hijra kutoka Makka kuelekea Madina. Allah subhanahu wa ta'ala akaifaradhisha swala hii ya Ijumaa na khutba yake. Na wa kwanza kuisimamisha swala ya Ijumaa, wanasema wanachuoni, alisimamisha As'ad ibn Zurara, mmoja katika masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, pamoja na Mus'ab ibn Umair ambaye ilikuwa ni balozi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume alimtoa Makka akampeleka Madina kwa ajili ya kwenda kufanya da'wa na kuwafunza Waislamu. Kwa hivyo alisimamisha Mus'ab ibn Umair kwa msaada wa As'ad ibn Zurara. Kwa hivyo wawili hawa, yasemekana As'ad ibn Zurara aliwakusanya Waislamu na Mus'ab ibn Umair akatoa khutba na kuwaswalisha Waislamu. Ndio ikawa Ijumaa ya kwanza kuswaliwa katika Uislamu. Kadhalika pia vile vile Ijumaa ya kwanza ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wanachuoni wasema Ijumaa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ya kwanza kuiswalisha swala ya Ijumaa na pia vile vile kutoa khutba yake. Mtume aliswalia njiani alipokuwa ingia Madina katika kabila la Bani Salim ibn Auf. Ndio ikawa Ijumaa ya kwanza Mtume sallallahu alaihi wasallam kuisimamisha khutba yake na pia vile vile kuisimamisha swala ya Ijumaa. Na nukta ya 4, Ijumaa ya kwanza ndani ya mji wa Madina. Wanachuoni wasema Ijumaa ya kwanza nje ya mji wa Madina ilisimamishwa na mmoja katika maswahaba katika kijiji cha Juwatha, mji ambao kwamba uko katika sehemu inaitwa Bahrain. Bahrain ni miji baina ya Makka na Madina. Kwa hivyo hii wanachuoni wasema ndio Ijumaa ya kwanza kuswaliwa nje ya Madina. Kwa hivyo ndugu Islam, hii ni historia fupi kuhusiana na swala ya Ijumaa, kuwekwa kwake, kufaradhishwa kwake, na Ijumaa ya kwanza kuswaliwa, na Ijumaa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ya kwanza ndani ya Madina na nje ya mji mtukufu wa Madina. Wallahu a'lam. Alhamdulillahi rabbil alamin, salatu wassalam ala rasulihil amin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ndugu Islam, kama tulivyoelezea katika khutba yetu ya kwanza katika adabu na khasais za siku ya Ijumaa,
ni salatul jumua, ni hii swala ya Ijumaa, swala ambayo kwamba ni katika zile faradhi zilizokokotezwa mno katika Uislamu, bali katika mijumuiko mikubwa katika Uislamu na mijumuiko ya Uislamu ni mijumuiko ambayo kwamba ni muhimu mno, mjumuiko huu wa Ijumaa. Na pia tumetaja tarehe yake kwa kifupi, mwanzo wa kuwekwa swala ya Ijumaa, na pia mwanzo kufaradhishwa swala ya Ijumaa, na mara kwanza kuswaliwa swala ya Ijumaa, na pia Jumaa ya kwanza aliyoiswali Mtume sallallahu alaihi wasallam pamoja na maswahaba wake, ili tumelielezea katika khutba yetu ya kwanza. Khutba ya pili tutajaribu kutaja baadhi ya fadhila ambazo kwamba zapatikana katika swala ya Ijumaa. Swala ya Ijumaa ni swala ambayo kwamba ina fadhila nyingi, na miongoni mwa fadhila zake ni kama tulivyoelezea katika khutba ya kwanza, kuwa ni katika zile faradhi zilizohimizwa na kukokotezwa mno katika Uislamu, na ni katika ile mijumuiko mikubwa ambayo kwamba Uislamu wanajumuika ndani yake. Miongoni mwa mjumuiko hayo ni huu mjumuiko wa swala ya Ijumaa na khutba yake. Allah subhanahu wa ta'ala asema katika kitabu chake kuonesha fadhila ya swala hii ya Jumua, asema ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, idha nudiya lisalati min yaumil jumua, itakaponadiwa swala katika siku ya Ijumaa, fas'au ila dhikrillahi wa dharul bay', kimbilieni katika utaji wa Allah subhanahu wa ta'ala na muache biashara zenu. Acheni kuuza na kununua chochote ambacho kwamba kitawashughulisha kutokamana na utaji wa Allah subhanahu wa ta'ala, achaneni nacho, kimbilieni katika utaji wa Allah subhanahu wa ta'ala. Utaji wake yani khutba ya Ijumaa na swala yake. Kwa hivyo hii yaonesha fadhila ya swala ya siku ya Ijumaa. Al-Imam Ibn Qudama rahimahullah katika Al-Mughni katika aya hii asema fa amara bisa'i, Allah ameamrisha hapa watu kukimbilia na kuwajibika na kunyanyuka kuiendea swala ya Ijumaa. Akasema wa muktadha al-amri al-wujub, na haya maamrisho hapa yanafaidisha uwajibu, kuwa swala ya Ijumaa ni swala ya uwajibu, ni katika zile faradhi kubwa za Uislamu. Akasema fala yu'maru bisa'i illa ila wajib, watu hawaamrishwi kuliendea jambo na kulikimbilia jambo isipokuwa jambo kama lile ni jambo ambalo kwamba litakuwa ni lazima. Kwa hivyo Allah ametuamrisha na kule kutuhimiza kuikimbilia swala ya Ijumaa. Hii yaonesha uwajibu wake na utukufu wake. Kadhalika wanaha anil bai'i, na pia vile vile Allah subhanahu wa ta'ala kakataza inapoadhiniwa adhana kwa ajili ya swala ya Ijumaa kuuza na kununua, li alla yashtaghila bihi anha, ili muislamu asishughulike na biashara akauza na kununua akaiacha swala ya Ijumaa. Kwa hivyo hii yaonesha uwajibu na uwajibu uliokokotezwa wa swala ya Ijumaa. Waislamu wanaposikia adhana waharakishe kuiendea swala ya Ijumaa, waende wakashuhudie khutba yake na swala yake. Haya ni maneno al-Imam Ibn Qudama rahimahullah katika Al-Mughni. Pia kadhalika katika fadhail yaum al-jum'a, katika hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, katika hadithi Mtume sallallahu alayhi wasallam asema salawatul khams, swala tano, wa ramadhan ila ramadhan, na ramadhani mpaka ramadhani, wal jum'atu ila al jum'ati kafaratun lima bainahunna idha ijtunibatil kaba'ir. Muislamu kuswali swala tano na kudumu juu yake na kufunga Ramadhani mpaka Ramadhani nyingine, kudumu kuyafunga miezi mitukufu ya Ramadhani, wal jum'atu ila al jum'a, kushuhudia Ijumaa mpaka Ijumaa, kafaratun lima bainahunna idha ijtunibatil kaba'ir, ni kifutio cha madhambi, yale madhambi ambayo kwamba yatapatikana baina Ijumaa mpaka Ijumaa nyingine, atafutiwa madhambi. Kwa hivyo katika fadhila za Ijumaa, Muislamu anapohudhuria Ijumaa mpaka Ijumaa akadumu juu yake, kile kipindi cha pale katikati inakuwa ni sababu ya kufutiwa madhambi yake madogo madogo, endapo atajiepusha na madhambi makubwa. Kwa hivyo hii wazi yaonesha fadhila ya kule kuhudhuria Ijumaa, swala yake na khutba yake na kudumu juu yake, inakuwa ni kafaratun lima bainahunna
idha ijtunibatil kaba'ir, inakuwa ni kafara, kifutio cha madhambi, yale madhambi uliyoifanya baina ya Ijumaa na Ijumaa nyingine, endapo utajiepusha na madhambi makubwa. Na pia vile vile yule mwenye kudumu kwa kuitekeleza na kuhudhuria swala ya Ijumaa na khutba yake, Allah subhanahu wa ta'ala anamuepusha kutokamana na kundi la wanafiki na wale walioghafilika na wale ambao kwamba wamejisahau kutokamana na utaji wa Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi asema, la yantahiyanna aqwamun an wadi'ihim aljumu'at aw la yahtimanna Allahu ala qulubihim thumma la yakununna min alghafilin. Basi na wakome watu na pia vile vile wataadhari kutokamana na kule kuziacha swala za Ijumaa, wasifanye jambo kama hili. Maana wanapofanya jambo kama hili, Allah subhanahu wa ta'ala hupiga muhuri katika nyoyo zao na wakaandikwa na kuhisabika kuwa ni miongoni mwa wale walioghafilika kutokamana na utaji wa Allah subhanahu wa ta'ala na kuingia katika kundi la wanafiki. Kwa hivyo Muislamu kuhudhuria Ijumaa, swala na khutba yake na kudumu juu yake, inakuwa ni sababu ya kuepushwa kutokamana na kundi la wanafiki na wale walioghafilika kutokamana na utaji wa Allah subhanahu wa ta'ala na maneno yake. Na pia katika hadithi Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, man taraka thalatha jum'in tahawunan biha taba Allahu ala qalbihi, yule ambaye kwamba ataacha Ijumaa tatu mfululizo kwa ajili ya uzembe, hana shida yoyote wala hana dharura yoyote, akaacha kuswali kuhudhuria Ijumaa tatu. Maana kuna wale ambao kwamba wapewa udhuru katika kule kuhudhuria swala ya Ijumaa, takuja kuelezea wale ambao kwamba yawajibika juu yao kuiswali swala ya Ijumaa na kuhudhuria, na kuna wale ambao kwamba wapewa udhuru, watakuja kuelezea. Asa yule ambaye kwamba ataacha Ijumaa tatu mfululizo pasipo na dharura yoyote ya kisheria, pasipo na udhuru wote wa kisheria, taba Allahu ala qalbi, Allah atapiga muhuri katika moyo wake, atakuwa ni miongoni mwa wale watu waovu. Moyo wake utakuwa na kutu na moyo wake utakuwa ni mchafu, haizi kuregea nyuma. Al-Imam Ibn Abdul Barr rahimahullah katika al-Istidhkar asema, wal khatmu ala al-qulubi mithlu at-tab'i alayha wa hadha wa'idun shadid. Allah subhanahu wa ta'ala kule kuugonga moyo wa mtu, kadhalika pia vile vile kule kuweka kidoti cheusi na kitone cheusi katika moyo wa mtu, ni kama vile muhuri umepigwa katika moyo wa mja yule. Wa hadha wa'idun shadid, na haya ni makemeo makali, kuwa moyo wako waanza kuwa polepole mweusi mpaka ule weusi waenea katika moyo mzima. Asa haya ni makemeo makali na ni makamio makali kwa wale ambao kwamba wataacha Ijumaa mfululizo pasipo na udhuru. Akasema, lianna man tubi'a ala qalbihi wa khutima alayhi lam ya'rif ma'rufan wa lam yunkir munkara, yule ambaye kwamba Allah atapiga muhuri katika moyo wake, akaweka kidoti cheusi na kitone cheusi, kile kitone kikaendelea na kikazidi, kikauzidi ule moyo na kuughilibu ule moyo kwa ajili ya kuacha Ijumaa, basi mtu kama huyu itafika hatua lam ya'rif ma'rufan, hajui wema, wa lam yunkir munkaran, wala hakatazi uovu. Kwa hivyo haya ni madhara ya wale ambao kwamba watazembea kutokamana na swala ya Ijumaa. Kwa hivyo ndugu Waislamu, hii swala ya Ijumaa ina fadhila nyingi, na pia vile vile kuacha swala ya Ijumaa kuna madhara mengi ndani yake. Takuja kuelezea katika khutba za mbeleni ni nani ambaye kwamba yawajibika juu yake swala ya Ijumaa, na pia vile vile takuja kutaja zile nyudhuru za kisheria ambazo kwamba zamruhusu mtu kutohudhuria swala ya Ijumaa. Kwa hivyo haya ni yale yenye kufungamana salatul Jumaa kwa ufupisho, na mengine takuja kuendelea nayo katika khutba inayofuatia. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira.